Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Ikiwa leo ni tarehe 5 ya mwezi Machi mwaka 2024. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne, kwa moyo mkunjofu kabisa. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Sheikhani Mzaina. Kumwone kukumbusha, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe, bonyeza alama ya kengele ili unapata taarifa mbalimbali kiganjani mwako. Lakini pia tunapatikana Facebook kwa jina la Sheikhani Mzaina, Instagram ni Toka Zamani TV_TZ, TikTok ni Toka Zamani TV na Twitter ni Toka Zamani TV_TZ. Na bila kupoteza wakati, tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lenyewe habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Samia, teknolojia imarishe utoaji haki, ahimiza ubunifu utawala sheria Jumuiya ya Madola, ajivunia dijiti kuharakisha kesi Tanzania. Habari katika ukurasa wa 4. Filamu yake ya kuvuta watalii Asia itazinduliwa baadaye mwaka huu, nyota wa China husika. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Serikali yatoa wiki mbili kuondoa 3D ving'ora. Habari katika ukurasa wa 4. Somalia rasmi mwanachama wa 8 EAC. Habari katika ukurasa wa 3. Lakini pia habari nyingine zilizopewa kipaumbele kwenye gazeti ya Habari Leo ni Duni ajitoa mwenyekiti ACT Wazalendo. Habari katika ukurasa wa 4. TPA kuwashitaki wanaowachafua kwa uzushi. Habari katika ukurasa wa pili. Tanzania ya pili usalama mitandaoni. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 7. Lakini pia gazeti hili limeandika Mtanzania aliyekufa maji Marekani kuletwa wiki ijayo. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mgao wa umeme, bei ya sukari, maumivu ya poa, kwingine ya umma. Mgao wa umeme ulitikisa kwa miezi kadhaa sasa, umeanza kudhibitiwa, huku bei ya sukari kwa baadhi ya maeneo ikishuka. Wachumi waibana serikali kuweka mikazo kudhibiti majanga. Mgao sasa kwa heri mikoa hii, mambo bado. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Yaliyojificha nyuma ya watoto wauza mifuko Kariakoo Ilala. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3. Polisi mstaafu anunua jeneza lake la shilingi milioni 3. Habari katika ukurasa wa 8. Sababu 7 Babu Duni kujiondoa wenyekiti ACT. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika saa 48 za uamuzi, vigogo Chadema wakijifungia. Habari katika ukurasa wa pili. Kuelekea Machi 8, wanawake wanaoibeba lugha adhimu ya Kiswahili. Habari ni katika ukurasa wa 11, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele Jumanne leo. Jicho letu sasa ni katika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, lenye limeandika Duni aweka rehani wenyekiti wake ACT, atangaza kujengua kinyang'anyiro cha kutetea nafasi yake ya wenyekiti, ataja sababu mgombea makamo naye auti. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4. Zito afunguka mazito kuhusu mwelekeo wa ACT. Habari katika ukurasa wa 4. Tanzania ya pili Afrika kwa usalama mtandao. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. JKCI UDSM zaja na habari njema kwa wagonjwa wa moyo. Habari ni katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili imeandika Jafo ayomba FAO kuunga mkono mipango ya serikali kuhusu mazingira. Wataalamu 450 wajadili elimu bila ukomo. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Haiti yatangaza amri ya kutotoka nje. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Nitamkumbuka mzee Mwinyi kwa haya. Habari katika ukurasa wa 14, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Ninalo gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni earphones janga jipya, bingwa wa Muhimbili afichua wanaochangia vifaa hivyo wanavyoumia. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili. Lissu niliona utu wa Mwinyi alipokuja kuniona hospitalini. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili. Mabasi kufungwa kamera kufuatilia kila kitu safarini. Habari katika ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti hili limeandika uchunguzi waanza, tukio la mfungwa kuna jinsi mtoto nje ya gereza. Habari katika ukurasa wa 3. Profesa Janabi asimulia mkasa wa kunyanyapaliwa kisa wembamba. Habari katika ukurasa wa 5. Wafungwa 4,000 watoroka gerezani, wasalia 100, hali ya hatari yatangazwa. Habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika Casemiro Man United
itumie City kama kioo, habari katika ukurasa wa 21. Feitoto Aziz Ki vitani ligi kuu, habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Nipashe ya mwanga wa jamii. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Tulitazame sasa gazeti Jamhuri lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kwa heri mzee Mwinyi. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Mzee Mwinyi hatudai hatumdai, habari katika ukurasa wa 9. Nitamkumbuka mzee Mwinyi kwa haya, habari katika ukurasa wa 9. China ilimpata Deng, Tanzania ilimpata Mwinyi, habari katika ukurasa wa 11. Lakini pia gazeti hili limeandika Rais Samia alivyopaisha mamlaka ya uhifadhi Ngorongoro, rekodi ya vunjwa, habari katika ukurasa wa 12. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Jamhuri. Tunaanzia wanapoishia wengine. Ninalo gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia azipa somo nchi Jumuiya ya Madola, azitaka kuimarisha kutunga sheria zitakazotetea haki na utulivu wa nchi, asisitiza utawala bora, agusia matumizi ya teknolojia kwa mahakama, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. TANROADS yawaeleza wahandisi faida za utafiti, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Msako mkali, ni msako gani huo? Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Serikali yazidi kuiwezesha sekta ya kilimo nchini, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Duni ajitoa kinyang'anyiro uwenyekiti ACT Wazalendo, wataalamu 450 bara Zanzibar wajadili mfumo bora wa elimu, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. FAO wajipanga kwa mikakati, habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Nalo gazeti wa Machinga mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni miaka mitatu ya Rais Samia madarakani ni sawa na miaka 10 kimaendeleo. 90% ya sekta zote za kijamii zimefikiwa: maji, umeme, elimu, utalii, afya, usafirishaji, mambo safi, ujenzi wa miundombinu ya barabara wapamba moto, sheria, sera bora upande wa uwekezaji hapa kimataifa, habari katika ukurasa wa pili. Elimu yatoa wito kwa wazazi kutoficha watoto wenye ulemavu nyumbani, habari katika ukurasa wa 3. Bashungwa awataka TANROADS kujenga barabara mbadala Mtwara Masasi, habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti Mwanahabari lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Bashungwa ataka mawasiliano barabara ya Mtwara Masasi kurejea, awapa masaa 3 TANROADS kuhakikisha wanakarabati eneo la maili 2 linalounganisha Ruvuma, Mtwara na Lindi. Awataka kujenga barabara mbadala ili shughuli za usafiri na usafirishaji ziendelee kama kawaida. Wadau wa elimu waomba kuendelea kutoa misaada ya vifaa. Profesa Mdoe awataka kushirikiana na serikali kuhakikisha watu wenye mahitaji maalum wanapata elimu. Makamba akanusha taarifa za EAC kutambulisha noti mpya, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Babu Duni ajitoa kinyang'anyiro cha wenyekiti ACT ya muunga mkono Othman, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari Jumanne ya leo. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, na mikononi mwangu ninalo gazeti Mwanaspoti kata kwa michezo na burudani lenye limeandika Dube huyo Yanga aomba kuvunja mkataba Azam, mabosi wa pagawa, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Ijayo ni Namungo vs Yanga Ijumaa Machi 8 majaliwa saa 12 kamili jioni. Chama Saido pointi 12. Simba vs Prisons kesho Jumatano Jamhuri saa 10 kamili jioni. Lakini pia gazeti hili limeandika Gamondi na hesabu za ubingwa, maneno ya FA kwa Aziz Ki, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Messi kufuru tena, undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 19. Arsenal yatuma mtu usajili mpya, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika UEFA leo Jumanne ni Bayern vs Lazio, mchezo unapigwa saa 5 kamili usiku Allianz Arena. Pata nakala yako ya gazeti Mwanaspoti usome kwa ndani zaidi habari hizi ambazo zimepewa kipaumbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu. Nalo gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye limeandika Aucho kuwa kabili na Mungu, Benchika ageukia ligi kuu, Feitoto ataka ubingwa Azam, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Rudisha adoa somo kwa wanariadha chipukizi, habari katika ukurasa wa 22. Shime tunataka kombe michezo ya Afrika, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo,
gwiji la habari Tanzania, katika ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani. Nalo gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenyewe limeandika Feitoto Aziz Ki vitani ligi kuu. Kiungo huyo wa Azam FC amemtangazia vita mbio za kiatu baada ya kumfunika kwa habari katika ukurasa wa 23. Benchika ataka moto CAF ligi kuu, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 23. De Jong Pedro waipa pancha Barcelona, habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Lakini pia ninalo gazeti wa Machinga katika ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani, limeandika Benchika ataka Simba wachezaji kuwaza ubingwa, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Biashara Ken Gold waisaka ligi kuu 2025, Karia mwaka wa Tanzania kuingia nusu fainali, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi habari hizi ambazo zimepewa kipaumbele. Na hivi ndivyo ambavyo tunakamilisha rukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kutoka hapa Toka Zamani TV. Usisahau kulike na kusubscribe, lakini pia acha mawazo yako kwenye comment kwa kile ambacho unakisikia na kukitazama kupitia katika urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV.